Nikiripoti wilaya Mbozi mkoani Songwe, langu jina ni Joseph Oncheng kutoka Kankono Media. Mwenyekiti wa kamati ya masuala ya kigeni katika bunge la Seneti nchini Marekani, Jim Risch, amesema kwamba angependa wizara ya mambo ya kigeni ya nchi hiyo kuangazia upya uhusiano kati ya nchi hiyo na taifa la Uganda. Matamshi yake yametolewa siku chache baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika nchini Uganda, ambapo Rais Yoweri Kaguta Museveni amerejea madarakani kwa awamu ya 7 baada ya kushinda kiti cha urais kwa 71% ya jumla ya kura zilizopigwa. Mpinzani wake wa karibu, kinara wa chama cha upinzani NUP, Robert Kyagulanyi almaarufu kama Bobi Wine, amekataa kukubali matokeo hayo baada ya kuibuka wa pili kwa kupata 20% ya jumla ya kura zilizopigwa. Kwa mujibu wa mbunge huyo wa Marekani, uchaguzi ulifanyika nchini Uganda kama ilivyofanyika nchini Tanzania hivi majuzi. Ulikuwa shughuli ambayo haikuwa na ukamilifu hata kidogo wala uwazi. Ilikuwa njia tu ya kulazimisha kurejea kwa Museveni kwa awamu yake ya 7 na kuongeza hatamu yake uongozi kwa zaidi ya miongo minne. Rais Museveni amepokea ujumbe wa kupongezwa kutoka kwa viongozi wa kimataifa, akiwemo Rais wa Urusi Vladimir Putin, ambaye alimtakia kila la heri anaposubiri kurishwa kiapo cha kudumu katika muhula huu mpya. Ukraine imelaani mashambulizi mapya ya Urusi yaliyotekelezwa usiku wa kuamkia Jumamosi hii, ambapo mtu mmoja ameripotiwa kuuawa na wengine 23 kujeruhiwa vibaya. Haya yanajiri wakati ambapo wajumbe kutoka Urusi, Ukraine wanakutana na wapatanishi kutoka Marekani jijini Abu Dhabi katika juhudi za kutafuta kumalizika kwa vita ambavyo vimekuwepo kwa miaka 4 sasa. Waziri wa mambo ya kigeni wa Ukraine, Andrii Sybiha, amesema kwamba shambulizi hilo la kikatili halikuwa lenga na kuwagusa raia wa Ukraine, bali mchakato wa kutafuta amani unaendelea kwenye meza ya mazungumzo katika Falme za Kiarabu UAE. Aidha, wajumbe kutoka Urusi, Ukraine na Marekani wamekuwa wakikutana huko Abu Dhabi kwa awamu ya kwanza ya mikutano ya mataifa matatu pamoja, katika kikao cha mara ya kwanza tangu serikali ya Kremlin kulivamia kwa ukubwa taifa la Ukraine mnamo 2022. Kujiondoa kwa Marekani kutoka kwa shirika la afya duniani WHO kutatatiza pakubwa huduma zinazotolewa na shirika, amesema mmoja wa maafisa wakuu wa shirika hilo, mkurugenzi wa mpango barani Afrika. Dr. Abdulrahman Diallo amekiambia kikao cha wanahabari siku ya Ijumaa kwamba shirika lake litafanya kazi na nchi na wanachama ili kusaidia kutatua mbinu za kukubaliana na hali hii mpya, tukiangalia mipango yao ya kikazi na kuhakikisha kwamba shughuli muhimu zinapewa kipaumbele. Alisema miradi huu barani Afrika itakoathirika ni pamoja na kudhibiti virusi vya ukimwi, malaria, TB, maradhi ambukizi na utoaji wa chanjo. Marekani ni mshirika wetu mkubwa na mfadhili mkubwa. Kwa bahati mbaya, kupoteza ufadhili huu kumetatiza huduma zinazotolewa na WHO kwa mataifa na inarudisha nyuma juhudi tulizozifanya hadi sasa. Mwisho wa habari. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment ili uweze kupata updates mbalimbali kutoka